Abdalla Kiluvia. Mimi ni baba wa mji huu, ambapo sisi familia yetu tumeondokewa na ndugu zetu wanne. Amefariki mdogo wetu ambaye na shemeji yangu na watoto wetu wawili ambao wamefariki katika ajali hiyo ya jana kama mlivyosikia. Familia ilikuwa anakwenda Moshi kwenye harusi ya mtoto wa kaka yangu Jafari Rafael Michael kule Moshi. Lakini kwa bahati mbaya, kwa mapenzi ya Mungu, kilomita 3 kutoka Same mjini wakapata ajali na gari ikateketea na wao wakawa wameteketea kwa moto. Sisi kama familia tunasikitika sana kupoteza watu hao wanne. Ni msiba mkubwa kwenye nyumba hii, lakini pia ni mji wetu umekumbwa na msiba watu 10 kwa sababu karibu wapangaji 6 wa nyumba hii nao wamefariki. Kwa hiyo kama unavyoona milango ya nyumba hii, tulikuwa na wapangaji nao wako kwenye msafara kutusindikiza kama rafiki, nao wamefariki. Kwa hiyo ni msiba mkubwa kwenye familia, lakini wote kwa tunamshukuru Mungu kwani sisi tunaishi katika imani ya Kiislamu kwamba yeye ndiye ametuma na kwake tutarejea. Ukweli wa mambo, kwa upande wa ndugu zangu hakuna ambacho naweza kukitambua. Ndio maana tunafanya taratibu kwenda kule hospitali ya Rufaa KCMC kupima vinasaba, angalau yale mabaki yatakao kuwepo pale tuangalie ni kama itakubaliana na sisi tuweze kuhifadhi yale mabaki. Lakini hakuna ambacho unaweza kutambua kwamba hili ni shati au ni mkono wa ndugu yangu. Kwa hiyo kutambua alama kwa sababu waliungua kwa 98%. Ni kweli nimefiwa na mama, dogo wangu, shangazi, dada mtoto wa baba mkubwa, majirani wa hapa. Walikuwa wamepanda gari moja, wamekodisha gari, wanakuja Moshi nyumbani. Kwa tuna siku ya jana. Sasa taarifa nilipata vipi? Tuko katika maandalizi ya harusi. Kwa hiyo sababu huku ni nyumbani na Moshi pia ni nyumbani. Kwa mama kuna watu tayari walikuwa wameshaungana nao huku kwa ajili na waje wajumuike kule ukumbini. Sasa nadhani walitoka huku saa 10, by saa 10:30 hivi ndio walikuwa wameanza safari. Kwa hiyo mimi nilipigiwa tu simu, nikaambiwa bana kuna taarifa mbaya nimeipata kwamba anasikia kina mama wamepata ajali. Sasa nilipopata hiyo taarifa nikajaribu kumpigia mama, ni wakati huo nikakata simu aliyonipigia, nikampigia mama. Haikuwa inaita. Nikapiga namba nyingine, haikuwa inaita. Nikapiga kwa mtu wa hapa ambaye ni yuko around hapa Same. Piga na pesa tuko hapa maeneo ya Sabasaba. Mama wako alikuwa amekodisha ile gari wanakuja kwenye harusi, limegongana na basi na Channel 1. Gari limelipuka moto, yani hapa sidhani kama hata kuna mtu kwenye costa ambao amepona. Kwa hiyo sikutaka hata kumwambia mzee kwa wakati huo. Nikajikaza, nikarudi ofisini nadhani kwa muda ule. Sasa baadaye nikabidi nizime simu kwamba sikuwa nataka kupokea taarifa yoyote kwa sababu yani wote walikuwa ni familia. Yani costa nzima watu 30 wote ni familia. Kwa hiyo sikutaka kupokea taarifa yoyote kwa wakati ule. Maneno ya mwisho ambayo aliniambia maneno ya mwisho ambayo aliniambia tu kwa bana, mimi nitakuja na Zuhura, nadhani Jumamosi tutakuja zetu huko. Hicho ndio alichoniambia. Hakuna siwezi nikasema kuna vitu vingine ambavyo tuliongea ni huko nyuma, lakini kwa mara ya mwisho nilipoongea naye aliniambia tu kwenye harusi tutakuja na Zuhura ambayo ni Jumamosi tutakuja na hawa watu wengine. Sababu wakati wote tulikuwa tunawasiliana na mama wakati wote. Sababu mimi ndo mtoto wa kwanza na wadogo zangu wawili ambao mwingine ndo huyo yuko Moshi, mwingine ndo huyo ambaye huyo wa kike ndo mdogo wetu wa mwisho ambaye pia ndo amaliza form 4 juzi.
ndio shule amepangiwa shule, na hapa wenyewe ndio amekuja juzi tu, alikuwa anasoma form 5 huko Tanga, kwa amekuja juzi, nadhani hana hata wiki mbili hapa. Na pia hakuwa tu mtu kwamba anapenda sana sherehe, anavyosema hapa pia alikuwa sio, hakuwa anataka hata kwenda kwenye shughuli, lakini kwa sababu tu alimwambia na ni dada yetu ambaye alikuwa anaolewa, ilimpasa kuweza kuja. Serikali kwa ujumla inajaribu kuangalia namna gani ni bora ya kuendelea kuepusha matatizo kama haya, sababu imekuwa ni changamoto ambayo imekuwa ikitutesa ukanda huu recently. Kwa hiyo hopefully kwamba ni taarifa ambayo inaumiza, lakini pia ni taarifa ambayo pia itafanya serikali yetu iongeze jitihada za kujaribu kutengeneza mazingira mazuri ya kuepusha hizi ajali ndogo ndogo ambazo zimekuwa zikitokea na kubwa ambazo zimekuwa zikigharimu maisha ya watu kwenye ukanda huu. Kutokana na hii ajali, kwa sababu tulikuwa tunaenda kwenye shughuli nyingine maalum. Nasikitika sana, natoa pole sana kwa matatizo tuliyopata. Wapewe tu maonyo, waonywe ili wao waangalifu barabarani. Maana wanasababisha ajali, wanasababisha tuwe na matatizo mengi na tuwe na majonzi mengi moyoni yasiyoisha.